Bwana Yesu asifiwe. Niukaribishe katika kipindi cha neno la Mungu. Karibu mtu wa Mungu, karibu ukae. Kwa majina naitwa Aiton Josephat. Napenda kukaribisha katika muda huu na saa hii kwa ajili ya kwenda kujifunza neno la Mungu. Na pia unanifuatilia katika Gideon Online TV, usisahau kushare na kulike na pia kuwakaribisha ndugu, jamaa na marafiki. Hivyo mtu wa Mungu, karibu ukaweze kusikiliza neno la Mungu majira haya ili likapate kukujenga na kukuinua. Naomba tufunge macho tuombe kwa ajili ya neno. Bwana Mungu, uketie mahali pa juu palipoinuka, ninasema ni asante kwa ajili ya saa na majira haya Bwana. Asante kwa ajili ya saa mfalme uliotupa nao kufika mbele zako. Tunaomba Bwana neno hili likapate kuwa msingi ndani ya mioyo yetu na nafsi zetu. Tunaomba Mungu neno hili likapate kubadilisha hatua zetu Bwana. Tuko mahali hapa Bwana, tunangoja malangoni pako. Tunaomba Mungu msaada wako na neema yako ili tukapate kuzidi kukujua zaidi na zaidi. Ni katika jina kule Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu wa Mungu, neno letu la leo, kichwa cha habari kinasema unahitaji msaada wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Unahitaji msaada wa Mungu. Kwa anayeandika, andika unahitaji msaada wa Mungu. Na pia mwenye Biblia yako ni vyema ukachukua Biblia ili tuweze kuwa pamoja. Kichwa cha neno linasema kwamba unahitaji msaada wa Mungu. Nikuletee story ya baba mmoja aliyekuwa na wana wawili, mkubwa na mdogo. Huyo mwana mdogo akamwambia baba yake kwamba ninaomba unigaie urithi. Ijapokuwa alikuwa bado ni mdogo, lakini baba yake akakusanya mali ambazo zilimwangukia yule mdogo akapata kumpa. Yule mdogo baada ya kuchukua zile mali, tunaona kwamba akasafiri na kwenda nchi ya mbali. Akachukua zile mali na kwenda nchi ya mbali, akaenda kuzitumia zile nchi kwa maisha ya uasherati na anasa. Hivyo kijana yule mdogo akachukua mali ambazo alipewa na baba yake kwa ajili ya urithi, akaenda katika nchi nyingine iliyo mbali na pia akatumia mali zile kwa maisha ya uasherati na maisha ya anasa. Lakini baada ya mali zile kuisha, kijana huyu tunaona kwamba baada ya mali zile kuisha katika nchi ile ikaingia njaa kuu, akawa katika hali ya kuhitaji. Ilipoingia njaa kuu na vitu vimeisha, akawa akifikiria kwamba ataishije. Mateso yakaanza kumpata, akaanza kukutana na shida mbalimbali. Lakini kijana huyu akushindwa kugundua kwamba anahitaji msaada. Nataka nikwambie mtu wa Mungu, uko msaada ambao uendakao umekimbilia lakini ukawa sio msaada ambao ni sahihi. Kijana huyu mdogo baada ya kuchukua mali za urithi, akaenda nchi ya mbali, akazitumia kwa maisha ya uasherati. Na baada ya mali zile kuisha, akagundua kwamba anahitaji msaada. Lakini msaada ambao aliufuata ulikuwa sio msaada sahihi. Tunaona tusome katika kitabu cha Luka 15 mstari wa 15. Kitabu cha Luka 15 mstari wa 15. Maandiko yanasema, akaenda akashikamana na mwenyeji mmoja wa nchi ile, naye alimpeleka shambani kwake kulisha nguruwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona kijana huyu ambaye alikuwa ni mwana mpotevu, baada ya kuchukua mali na kuona kwamba anahitaji kwamba msaada, mali zimeisha na ana mtu wa kumsaidia, akafanya alivyoweza kufanya, akajitahidi anavyoweza kujitahidi, lakini hakufanikiwa kupata kile anachokihitaji. Akaenda kushikamana na wenyeji wa nchi ile. Nataka nikwambie mtu wa Mungu, msaada huo aliofuata kijana huyu ulikuwa sio msaada sahihi, kwa sababu alienda kashikamana na wenyeji wa nchi. Nami mchana wa leo nataka nikwambie kwamba ni wenyeji wapi ulioshikamana nao. Yamkini hata ulipofika mahali hapo umegundua kwamba unahitaji msaada, lakini msaada uliofuata ukawa sio sahihi. Biashara yako imekuwa ikididimia, uchumi wako umekuwa ukianguka, umefanya kazi pasipokuwa na faida, umefanya kazi hujapata faida au ni uchumi umeangamia, watoto wako shuleni wamefukuzwa, umepita mahali umekutana na mateso, ukagundua kwamba unahitaji msaada. Lakini yamkini umeenda kushikamana na mwenyeji. Nataka nikwambie mtu wa Mungu, yule uliyeshikamana naye hawezi kukusaidia isipokuwa kwenda kulisha nguruwe. Tunaona kijana huyu katika Luka 15:15 anasema kwamba akaenda akashikamana na mwenyeji mmoja wa nchi ile, naye alimpeleka shambani kwake kulisha nguruwe. Na mimi nataka nikuulize mtu wa Mungu, ni wenyeji wapi ulioshikamana nao? Ni wenyeji wapi ulioshikamana nao? Yamkini biashara yako imekufa,
ukatoka hapo ukasema kwamba ninaenda kukopa, ukakopa benki A ukahamishia benki B. Umemaliza kukopa, bado biashara ikazidi kuangamia, ukaenda vikoba, ukakopa tena, lakini bado ukaona huna mafanikio. Nataka nikwambie mtu wa Mungu, unachohitaji ni msaada wa Mungu. Au ulioshikamana nao hawezi kukusaidia. Msaada unaokimbilia sio msaada sahihi. Majira ninakualika, unahitaji msaada wa Mungu. Nataka nikwambie mtu wa Mungu, kijana huyu baada ya kushikamana na mwenyeji alienda kulisha nguruwe, kana kwamba hakupata msaada. Msaada ule upata ulikuwa umsaidii. Ukiendelea mbele utagundua kwamba alitamani hata kujilisha na yale chakula cha nguruwe, lakini bado hakuweza kula. Naomba tusome katika 17, Luka 15:17. Kitabu cha Luka 15:17. Maandiko yanasema, alipozingatia moyoni mwake alisema, ni watumishi wangapi wa baba yangu wanaokula chakula na kusaza, na mimi hapa ninakufa kwa njaa. Mtu wa Mungu, tunaona kijana huyu alizingatia moyoni mwake, akasema ya kwamba ni watumishi wangapi kwa baba yake wanaokula chakula na kusaza. Kijana huyu aligundua kwamba watumwa wa baba yake wanakula vizuri kuliko yeye anavyokula. Akagundua watumwa wa baba yake wanavaa vizuri kuliko yeye anavyovaa. Na mimi nataka nikwambie mtu wa Mungu, jaribu kuwaza moyoni mwako, ni watu wangapi ambao Mungu amewasaidia na wewe umefika mahali hapo umekwama. Majira ninakualika kwamba unahitaji msaada wa Mungu. Yamkini ni biashara yako imekuwa izai, yamkini umefanya kazi pasipokuwa na mafanikio. Umemaliza shule hauna kazi, umezunguka hujapata mafanikio yote. Umeshikamana na watu, lakini majira nataka nikwambie mtu wa Mungu, unahitaji msaada wa Mungu. Wako wafalme walipita mahali, japokuwa cheo walichokuwa nacho hakikuweza kuwasaidia. Mali walizokuwa nazo hazikuweza kuwasaidia. Mfalme Daudi, pamoja na heshima aliyokuwa nayo na mali alizokuwa nazo, lakini akafika mahali akasema kwamba nitainua macho yangu nitazame milima, msaada wangu utatoka wapi? Msaada wangu katika Bwana aliyezifanya mbingu na nchi. Mfalme huyu aligundua kwamba cheo alichonacho hakiwezi kumsaidia, jeshi alilonalo haliwezi kumsaidia, marafiki wenzake hawawezi kumsaidia. Hivyo mtu wa Mungu, nataka nikwambia kwamba msaada wa Mungu ni msaada unaohitaji katika maisha yako. Uhitaji wote unaokutana nao ni sauti ya kwamba Mungu anahitaji urudi. Ni unahubiriwa urudi kwa Mungu. Hivyo mtu wa Mungu, yamkini unapita mahali pagumu katika jambo fulani. Nataka nikwambia kwamba baba yako wa mbinguni anakuhitaji. Unahitaji msaada wa Mungu ili uweze kutoka hapo ulipo. Wanadamu hawawezi kukusaidia, au leo shikamana nao hawawezi kukusaidia. Jaribu kufikiria ni watu wangapi walikusaidia, lakini baada ya muda wakaishia njiani. Lakini ukipata msaada wa Mungu, ni msaada utakao kutosheleza, ni msaada wa kudumu. Napenda sana maandiko. Kuna mahali anasema kwamba Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu, msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso. Hivyo nataka nikwambie mtu wa Mungu, ukipata msaada wa Mungu, ni msaada unaoonekana hata wakati wa mateso. Ujapokuwa na shida utapata msaada, ni msaada unaojitosheleza. Wako watu walikuwa ni wafalme. Yupo mtu mmoja katika Biblia anaitwa Daniel. Tunaona mtu huyu japokuwa alikuwa na mfalme anayempenda, lakini ilipofika mahali anatakiwa atupwe kwenye tundu la simba, hata mfalme hakuweza kumsaidia. Lakini Mungu, kwa sababu alikuwa ni mtu anemtumikia Mungu, Mungu alimsaidia. Katika tundu la simba Daniel hakupata dhara lolote. Utajifunza ya kwamba haijalishi sehemu uliopo, lakini msaada wa Mungu ni muhimu. Binadamu hawezi kuishi pasipokuwa na msaada wa Mungu. Daniel pamoja na heshima alionayo, lakini alivyoingia katika tundu la simba, Mungu alituma malaika na kumsaidia kupata dhara lolote. Hivyo nataka nikwambie mtu wa Mungu, unahitaji msaada wa Mungu. Msaada uliokimbilia sio sahihi. Na kualika mahali hapa, msaada wa sahihi ni msaada wa Mungu. Rudi mtafute Mungu. Shida ulionayo utaiacha. Rudi mtafute Mungu, atakusaidia. Baada ya magonjwa ulionayo, dhiki ulionayo, nataka nikualike mtu wa Mungu, njoo kwa Mungu, mtafute Mungu, naye atakusaidia. Najua yamkini unasema una elimu, lakini kuna mahali ambapo elimu ulionayo haiwezi kukusaidia. Unahitaji msaada wa Mungu tu. Yamkini unasema kwamba wewe una cheo kikubwa, lakini kuna mahali ambapo cheo ulichonacho hakitaweza kukusaidia. Unahitaji msaada wa Mungu tu. Yamkini unaona kwamba wewe hapo umezaliwa katika familia fulani ya kitajiri, yenye heshima, lakini kuna mahali familia ulionayo au ndugu ulionao hawawezi kukusaidia. Unahitaji msaada wa Mungu. Na msaada wa Mungu ni msaada wa kudumu. Maana Mungu akikusaidia wewe, atasaidia na kizazi chako na watoto wako.
Hivyo mtu wa Mungu, njoo kwa baba yako, kwa maana unahitaji msaada wa Mungu. Tusome katika Luka 15 mstari ule wa 20. Tunaona kijana huyu katika Luka 15 mstari wa 20, akaondoka akaenda kwa babaye. Alipokuwa angali mbali, baba yake alimuona, akamwonea huruma, akaenda mbio, akamwangukia shingoni, akambusu sana. Bwana Yesu asifiwe. Ukianzia kwa mstari wa 18 kwenye Luka 15 hiyo, utaona kwamba kijana huyu alichukua maamuzi ya kuondoka na kwenda. Anasema kwamba nitaondoka na kwenda kwa baba yangu na kumwambia kwamba baba, nimekosa, sistahili tena kuitwa mwanao, nifanye japo kama mtumwa wako. Nataka nikwambie mtu wa Mungu, nimekuletea ufunuo wa mwisho. Kijana huyu baada ya kugundua kwamba anahitaji msaada, na msaada alioendea mara kwanza ukuwa sahihi, alijua kwamba alisema nitaondoka na kwenda kwa baba. Na mimi nimekuletea ufunuo wa mwisho ya kwamba unahitaji kuondoka na kwenda kwa baba. Unahitaji kuondoka na kwenda kwenye msaada wa kudumu. Baba yako anakuhitaji. Shida unayokutana nayo, dhiki unazokutana nazo, ni kwamba unahitaji msaada wa Mungu. Hivyo mtu wa Mungu, chukua maamuzi ya kuondoka na kwenda. Nimekuletea ufunuo wa mwisho. Baada ya tabu uliyokutana nayo, baada ya dhiki uliyokutana nayo, baada ya kushindwa ulipokutana nako, nimekuletea ufunuo wa mwisho. Baada ya magonjwa uliyokutana nayo, achana na dawa unazotumia mtu wa Mungu. Achana na dhiki inayokupata. Achana na biashara ambayo umefanya muda mrefu pasipokuwa na mafanikio. Rudi kwa Bwana, maana unahitaji msaada wa Mungu. Ukija kwa Mungu atakusaidia. Hakuna tatizo ambalo Mungu ameshindwa kulifanya. Katika Luka 1:37 Mungu anasema kwamba kwa kuwa hakuna neno lisilowezekana kwa Mungu. Nataka nikwambie mtu wa Mungu, ajalishi ni uzao na kusumbua, ajalishi unapita mahali pagumu katika ndoa, lakini hilo tatizo ni dogo sana kwa Mungu. Yamkini matatizo unayopitia ni sauti na kuhubiria kwamba rudi kwa Mungu. Hivyo mtu wa Mungu, nataka nikwambia kwamba unahitaji msaada wa Mungu. Unahitaji msaada wa Mungu. Jaribu kufikiria katika maisha yako ni namna gani umekutana na watu muomba kukusaidie, lakini mwisho wa siku kabaki na aibu. Kwa sababu watu wanapowafuata kukusaidie, badala ya kukusaidia wanaenda nao kwa kusema tena kwa watu wengine. Nataka nikwambie mtu wa Mungu, watu walioshikamana nao hawana cha kukusaidia zaidi ya kukupeleka kwenda kulisha nguruwe. Hivyo mtu wa Mungu, amua leo kurudi kwa Bwana. Amua kupiga magoti na kumrudia Mungu. Amua kupiga magoti na kuanza tena kumomba Mungu, naye atakusaidia. Na Mungu akikusaidia, amekusaidia mtu wa Mungu. Usiendelee kushikamana na wenyeji wa nchi. Usiendelee kushikamana na dawa ulizotumia. Usiendelee kushikamana na biashara unayoifanya haizai. Yamkini unafanya biashara hii, kila biashara unayoigusa inakufa. Uende unashika biashara nyingine inakufa tena. Uende unakopa hela benki hii unazitumia zinaisha. Unakutana na madeni ya kila namna. Nataka nikwambie mtu wa Mungu, achana na madeni ulionayo. Achana na dhiki ulizonazo. Achana na madawa ulionayo. Njoo kwa Yesu. Yesu anakuhitaji. Yesu anakuhubiria kwamba anakuhitaji. Ndio maana unapita mahali pagumu. Ni sauti Mungu anakufundisha katika njia ngumu kwamba anakuita. Tunaona kijana huyu baada ya kutumia mali zile alikutana na uhitaji na mateso ya kila namna. Akajitahidi alivyoweza kujitahidi. Akashikamana na wenyeji wa mchi, bado hawakumsaidia. Hata wewe mtu wa Mungu, kile unachokishikamana nacho hakitakusaidia. Yamkini umefilisika, umefuata biashara nyingine, haitakusaidia. Jambo lako linahitaji kuingiliwa kiroho. Hivyo mtu wa Mungu, rudi kwa Yesu naye atakusaidia. Rudi kwa Yesu naye atakusaidia. Huwezi kunasuka kirahisi mtu wa Mungu. Yamkini umesema kwamba nitafanya kazi kwa bidii tu nitatoka. Nataka nikwambie, pasipo msaada wa Mungu huwezi kunasuka kirahisi. Umeingia katika mahusiano mengi, lakini hakuna hata moja iliyoishilia kwenye ndoa. Nataka nikwambie mtu wa Mungu, unahitaji msaada wa Mungu. Majira unayonisikiliza, ni wakati wa kuamua moyoni mwako kurudi kwa Mungu. Ni wakati wa kuamua moyoni mwako kuacha kutenda maovu na kurudi kwa Mungu. Kijana huyu akasema kwamba nitarudi kwa baba na kumwambia kwamba baba, nisamee, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako. Sistahili tena kuitwa mwanao. Hivyo nakusihi mtu wa Mungu, zingatia ndani ya moyo wako. Rudi kwa baba yako, anakuhitaji. Shida unayokutana nayo ni Mungu anakuhitaji, anataka urudi. Yamkini kuna sehemu ulikuwa vizuri na Mungu, baada ya kupata mali ukamwacha Mungu, ukazitapanya. Sasa umekutana na ugumu wa maisha. Nataka nikwambie mtu wa Mungu, majira haya rudi kwa Mungu, anakuhitaji. Rudi kwa Mungu ili upate neema tena. Rudi kwa Mungu ili usaidike tena. Magumu unayokutana nayo, shida unazokutana nazo, ni kwamba Mungu anakuhubiria urudi. Hivyo mtu wa Mungu, usiendelee kung'ang'ania huko, hautatoka kirahisi.
Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikwambie mtu wa Mungu, na jambo analolifanya shetani ni kukuondoa na uwepo wa Mungu. Shetani akisha kuondoa karibu na Mungu, anajua kwamba utaweza kusaidika, ndipo anaanza kugusa biashara yako, ndipo anapoanza kugusa uchumi wako, anapoanza kupiga watoto wako, akimaliza anapiga na afya yako, akijua kwamba akikupiga utakachofanya wewe utaanza kumpiga na yeye, lakini kumbe tayari upo mbali na Mungu. Uhusiano wako na Mungu umeshaharibika tayari. Lakini utakapochukua hatua na kurudi kwa Mungu, nataka nikwambie mtu wa Mungu, atakusaidia. Zingatia ndani ya moyo wako. Wapo watu wengi walikutana na shida kama ulionayo, lakini walikutana na msaada wa Mungu. Baba yako wa mbinguni anakuhitaji. Asante mtu wa Mungu. Hilo ndo neno letu la leo. Naomba usimame, tufunge macho yetu, tumshukuru Mungu. Bwana Mungu wa mbingu na nchi, ninasema ni asante kwa ajili ya saa na majira ya Bwana. Nasi tunakiri kwamba Mungu tunahitaji msaada wako, mfalme wa amani. Nasi majira ya Bwana tumegeuka na kurudi, mfalme wa mbingu na nchi. Tunaomba Bwana, mama huyu, kijana huyu, kaka huyu, yamkini amefika mahali amegundua kwamba anahitaji msaada wako. Akaenda kushikamana na ndugu, jamaa na marafiki. Akaenda kushikamana na watu matajiri akijua kwamba watamsaidia, lakini aliambulia tu kulisha nguruwe. Lakini mchana wa leo Bwana, ninakuomba mfalme wa amani, umkumbuke mama huyu, umkumbuke kijana huyu, umkumbuke baba huyu, ukamjalie neema na msaada wako. Maana amezingatia ndani ya moyo wake kurudi. Amezingatia ndani ya moyo wake kurudi ili aweze kupata msaada wako Bwana. Tunaomba napoomba rehema na kurudi kwako mfalme, ukamkubali Bwana. Ni katika jina la Yesu nimeomba na kuamini. Amen.